Mtazamaji wa Yoa TV, karibu katika sehemu ya 5 ya mwendelezo wa kujifunza makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa. Sehemu ya 5, hapa tunaangalia kosa la 5 ambalo litakufanya uwe masikini na mtumwa katika maisha yako, na kosa lenyewe ni shabaha ndogo kwenye matumizi ya nafasi ya pili. Mtunzi wa kitabu hiki Nashon Elia anatusisitiza ya kwamba Mungu akikupa nafasi ya pili usiipoteze kwa kuwashirikisha wale waliokufanya ukaipoteza nafasi ya kwanza. Kipindi nimeacha kazi niliyokuwa nimeajiriwa na nikaanza rasmi kazi zangu za kujiajiri mimi binafsi, kwa kweli kazi zangu zilikuwa ngumu sana, na kiuhalisia nilikuwa sipati faida yoyote. Kwa takribani miaka 3 nilikuwa nalazimika kutafuta kazi mbadala zingine za kufanya ili nipate pesa ya kuweza kuiendesha YouTube channel yangu. Kila nilipojaribu kufanya jitihada nilijikuta napata hasara na kushuka kimtaji. Kiukweli sikujisikia vibaya kupata hasara, kwa sababu nilifanya kazi niliyokuwa nikiipenda kutoka ndani ya moyo wangu. Furaha yangu ilikuwa ni kuona kwamba kazi zangu ninazichapisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii, vijana wanaendelea kujifunza, watu wanakuwa inspired kupitia kazi ambazo ninazifanya mimi. Lakini kingine nilikuwa najivunia kwa sababu kazi yangu nilikuwa pia ninamtumikia Mungu. Kuna siku ambayo nilikutana na mtu ambaye tayari alikuwa ameshapiga hatua kwenye kazi ambayo mimi nilikuwa nikiifanya, yani kazi ya uandishi wa habari. Alikuwa ni mwandishi wa habari mkubwa sana hapa Tanzania, na kwa msisitizo wake aliniambia kwamba ili kuendesha YouTube channel na ili kufanya kazi ambazo nilikuwa nikizifanya katika ofisi yangu ndogo, ilikuwa ikinihitaji takribani mtaji usiopungua shilingi milioni 53. Vinginevyo nitahangaika na kupoteza muda bure, na mwisho wa siku nitazeeka nikiwa masikini. Alisema huku akinitajia mifano ya watu ambao kweli walionekana kupambana sana kwenye kazi kama za kwangu, lakini maisha yao yalikuwa yanatia huruma. Alinisisitiza sana kwamba nitafute namna ya kukopa, na nikishindwa bora niache kile ambacho nilikuwa ninakifanya kwa hiyo kazi, maana itanipotezea muda. Lakini pia sikuwa na vigezo vya kwenda kukopesheka benki au kwenye taasisi za mikopo. Kwa hiyo hilo lilinipa maumivu makali sana moyoni. Kwa kweli maneno yake yalinivunja moyo kwa kiasi kikubwa sana. Nikabaki mtu mwenye msongo wa mawazo kwa kipindi kirefu sana, nikilia kwa kuiombolezea ndoto yangu isife. Lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba lilinijia wazo kwenye akili yangu kwamba yule mtu aliyekuwa akiniambia maneno yale yaliyovunja moyo wangu ni kwamba naye maisha yake yanategemea biashara kama ya kwangu. Nikafikiria huenda kwamba mtu yule atakuwa ametishwa na namna ambavyo nilikuwa nachipukia kwa nguvu sana, na ushawishi wangu ulikuwa mkubwa sana kwenye masuala ya media industry. Ndio maana aliamua kunikatisha tamaa kwa makusudi. Kama mambo yalikuwa magumu namna ile, nikajiuliza mbona yeye ameweza kufika pale alipo. Kwa kweli niliamua kupiga moyo konde, nikajipiga kifuani na kujiambia maneno ya matumaini. Nilipoanza kujiambia maneno ya kujipa moyo, ndipo nilipopata nguvu ya kusonga mbele na kazi yangu mpaka leo. Sikurudi nyuma tena, wala sikurudi kwa yule mtu kwa ajili ya kutaka kuomba ushauri wa namna yoyote ile. Baadaye ninamshukuru Mungu, japokuwa si hatua kubwa ambayo nimekwisha kuipiga, lakini kwa hapa nilipo naamini bado nina safari ambayo naendelea kuipiga. Katika safari yangu sirudi nyuma, sikati tamaa, kwa sababu ninaipigania ndoto yangu. Haijalishi nakatishwa tamaa kwa namna gani.
Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho mwandishi Nashon Elia pia ametuambia kupitia kitabu cha Makosa Yatakayokufanya Uwe Maskini na Mtumwa, katika sehemu hii ya 5, shabaha ndogo kwenye matumizi ya nafasi ya pili. Yote ambayo wazazi wako hawakukufunza, basi tambua kwamba dunia itakufunza. Na kwa isivyo bahati, dunia hutoa funzo kwa gharama ya maumivu na machozi mengi sana. Utapata funzo kupitia makosa, lakini usiogope kujifunza. Nafasi ya pili, ingawa haitokei mara zote katika maisha, lakini ni ya muhimu sana pale inapotokea. Kama Mungu akikupa nafasi hiyo ya pili, kuwa mwangalifu sana, usifanye makosa tena. Wale watu uliowaamini ukawashirikisha mambo yako awali, wengine ndio sababu ya anguko lako leo. Lazima ujifunze kukabili shida zako wewe mwenyewe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kila ndoa iliyovunjika, kuna mtu alikuwa kati ambaye kimakosa kabisa alipewa nafasi ya kusuluhisha ndoa ile. Alipewa nafasi ya kufanya maamuzi ya kutoa hitimisho, na mtu huyo aliyesikilizwa kana kwamba yeye ndiye mmiliki wa ndoa hiyo, basi ndiyo yaliyokuwa matokeo. Ndoa ikavunjika. Kila mkopo ulioshindikana kurejeshwa, kuna mtu alipewa nafasi ya kushauri ambaye hakuwa mtu sahihi wa kushauri kwa nafasi hiyo. Biashara ambayo ulipiga mahesabu vizuri kabla ya kuianzisha haikupaswa kufa, bali yule mtu uliyempa nafasi ndiye aliyekuwa sababu ya wewe kuua ile biashara. Ile ndoto yako uliyoikatia tamaa, kuna mtu alikuvunja moyo. Ukipata nafasi nyingine, hiyo ni neema. Kuwa mwangalifu. Na mimi Yosia leo hii ninaomba neema ya nafasi ya pili juu yako. Wewe ambaye Mungu alikupa nafasi ya kwanza ukaipoteza. Kupitia makala hii, naamini kuna kitu kikubwa sana unaenda kukibadilisha kwenye maisha yako. Neema ya nafasi ya pili iwe juu yako. Mungu afungue milango ya nafasi ya pili katika maisha yako. Tukutane katika sehemu inayofuata. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.